Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na kutajia kipindi chetu kizuri hichi cha kujifunza miongozo ya Biblia. Sasa wiki iliyopita kwa unasoma watu walikuwa wanajifunza kiburi dhidi ya unyenyekevu. Tuko somo la 4 tunajifunza nafasi ya Biblia. Basi wiki hii fungu la kalili linatoka kitabu cha Ibrania 4:12 na anasema, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatili kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amen. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakupa asante kwa kutupatia na kibali cha kuja mbele zako kutangaza sifa zako, ukuu wako. Tunaomba unyenyekevu, tunaomba Roho wako akae pamoja nasi unapofunua siri hizi katika masomo haya. Mbariki mtazamaji pia, mpatie wasaa wa utulivu, mpatie wasaa wa kutafakari, mpatie wasaa pia na kusoma kujua siri hizi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Tumeitwa kukua katika ushirika na Mungu. Ndio masomo ambayo yanatupitisha katika mada hiyo. Na wiki hii kama ulivyosema, nafasi ya Biblia katika ukuaji. Inatusaidiaje kutukuza? Kama ulivyosoma neno la Mungu linatajwa kama anasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Piga picha kuhani, panga, sadaka, madhabahuni, anatenganisha mafuta na nyama na viungo. Haya, anaiandaa sadaka kwa ajili ya kutolewa. Kumbe mahali pa upanga, chukulia neno la Mungu sasa. Neno la Mungu ni upanga. Linatugawa, linachunguza mawazo. Haya, Mungu. Biblia. Upanga. Hiki ni kitabu sio cha kitaaluma. Kinahusu tu akili. Watu wazuoni tu kupambanua. Hiki kitabu cha Mungu kwa ajili, ni kama barua ya Mungu kwa ajili ya watoto wake. Kama Mungu anataka anajifunua, anataka watoto wake waishije katika ushirika na yeye, amewaandikia lakini kupitia manabii na mitume. Kwa hiyo kuisoma barua hii ni kumjua Mungu. Lakini pia na kujitambua. Juzi katika masomo yaliyopita tukaangalia kiburi kama kutojitambua, kutotambua nafsi. Unajiona bora kuliko wengine. Sasa haya mawazo yote haya yanaonekana vizuri kusoma kwenye Biblia. Yanatambulika vizuri. Lakini hata unyenyekevu. Twende kwenye somo la Jumapili sasa. Biblia tumesema ni upanga. Lakini kama pia silaha. Sasa twende kwenye uwanja wa vita. Na hapo twende kwenye Efeso sura ya 6 mstari wa 17. Efeso sura ya 6 na ule mstari wa 17. Hilo tuliotoka kuzungumza ni Waebrania 4:12, neno la Mungu kama upanga, si ndio hivyo? Lakini twende tujumlishe na 6:17. Efeso 6:17 inasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa Roho, tena neno la Mungu. Pale nyuma ametoka kuzungumza akasema tuko vitani. Na vita yetu si ya damu na nyama. Ni ya rohoni. Dhidi ya majeshi ya pepo wabaya. Shetani na malaika zake na mawakala wake. Katika silaha zote za Mungu tunazopaswa kuzivaa. Hii neno la Mungu kama upanga. Hii ni silaha ya mashambulizi. Silaha zingine ni kama za kujikinga. Chapeo ya wokovu, diria haki kifuani, mkanda,
viatu vya utayari. Tuende tuzungumzie sasa neno la Mungu. Anasema upanga wa Roho. Inamkataje shetani? Shetani mwongo, lakini ni mwongo ambaye anapindisha ukweli anaoujua. Sawa. Yeye anafaulu kuangamiza watu, kumpokonya Mungu watu wake kwa kuwadanganya. Unamkumbuka nani aliyedanganya? Na nani mwingine aliyedanganya? Na nani mwingine? Kuna kila okay, moja kwa moja. Anapotumia neno lilo la Mungu lakini analikwepesha, analibadilisha. Hata wana wa Israeli ni hawa. Neno hili la Mungu ambalo lingekuwa ni kinga, ambalo lingekuwa ulinzi, yeye analitoboa au tuseme analikwepesha liweze kutuangusha kutoka kwenye mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mwongo, kitu kimoja nikwambie, kama unataka uwe kama shetani, yani kama wakala shetani, ni lazima ujue ukweli. Narudia tena. Kama wewe unataka uwe mwongo mzuri sana, lazima ujue ukweli. Kama unataka uwe ni mtu unayeweza kuwataka mambo ya kompyuta nini, mambo ya cybercrime, lazima usomee kompyuta. Kama unataka uibe vizuri sana, lazima usomee uhasibu. Kama unataka ufanye vizuri kwenye kupotosha kweli, lazima ujue hiyo kweli ili ujue namna ya kuipotosha. Kwa hiyo shetani alikuwa karibu na Mungu. Soma alikuwa karibu na Mungu, alikuwa anaijua kweli ya Mungu. Kwa hiyo akienda kwa Hawa pale bustani, akienda kwa Israeli jangwani, akienda kwa hata Yesu anasema nisujudie tu, na ananukuu mafungu, ana kwenda na uelewa Mungu anataka nini na yeye anataka nini kwa kunukuu hayo mafungu, kinyume na Mungu. Kwa hiyo kama uijui sasa, unataka ukue katika uhusiano na Mungu vizuri unaoeleweka, na wewe lazima ujue kweli. Lakini sio tu kujua kweli, uitumie kweli. Huu upanga umeshika mkononi, adui anakuja na uongo wake au utumii. Unajua uongo ukirudiwa sana unaamini. Ukiusikiliza uongo sasa unauamini. Lakini ukiwa kama unaisikiliza ukweli sana, alafu unaunena, unapingana na uongo kwa neno la kweli, shetani anajua nitaumbuka kwa sababu kuna kipengele fulani nimekwepesha mahali. Yaani kumbe muovu anachofanya ni kutoa kwenye reli. Nafahamu kabisa huko kwetu tunajua. Sasa anacheza na akili zetu. Inakuwa kama ni kasauti ambapo anakuambia wewe unafikiri labda unafahamu kweli, lakini anajaribu kama kuelekeza sasa ukweli ndio huo, lakini kumbe ana lengo lake. Inahitaji sasa sisi kuweza kujizatiti katika kusoma na kuifahamu sauti ya Mungu mmoja ya kweli, kwamba hata ikiongea tunasema hapana, neno la Mungu alisema hivi. Mara nyingi sana tumekuwa tukienda tukitegemea sauti hizo ambazo zinatuonyesha njia ambayo ni rahisi, ambayo ni nyepesi, hatutaki kuumiza, na mara nyingi naenda mautini. Lakini kama tukisikia na niseme kwamba kwa sababu anajua ni upanga wa Roho unaokata, anataka kututoa ile nguvu, tusione kama neno lake lina nguvu, kwa sababu neno lake lina uhai ndani yake. Sasa ile nguvu ya Roho, ile Roho ya Mungu ambayo inamsukumu, anapoitoa inakuwa makapi. Yeye anavyoweka sasa neno lake yeye, ambayo ni maneno yake ya uzushi, halina tena nguvu. Sasa sisi tunatakiwa tutambue sauti ya Mungu. Na tutambuaje? Lakini lazima kurudi katika kusoma, katika kuomba,
katika kumtafuta uso wake ili kujua kwamba hapa ni Mungu anenena na huyu ni mwovu. Na ukishaijua uitamke. Upanga lazima utolewe kwenye ala yake na ukate. Sawa sawa. Na issue ni kwamba siku hizi watu wanaozungumza ukweli wana ujasiri, wanapewa stage, wanapewa mic, wanapewa airtime. Alafu wanaosikiliza, unajua sasa hivi kuna utandawazi, kuna yani wahubiri ni wengi, kila wanasiasa ni wengi na watu wanaujua ukweli. Ila wanaruhusu wanaosema uongo waseme uongo, na wao hawawezi kukanusha uongo. Kwa mfano ukisema kwamba jamani, mwanasiasa ulisema hivi, mbona uko hivi, kunyosha maelezo pale. Issue ni kwamba sasa ule upanga unaanza kusema nikisema hii kweli what will happen to my family au nini. Lakini huyu jamaa anadhuru zaidi kwa huo uongo, na anawaweka watu kifungoni zaidi kwa huo uongo. Wewe umesha kudanganya, afu unajua kabisa unadanganya. Ulipofikia namna hiyo, ulimshushua kwamba wewe unadanganya au ulimwachia? Ulikomtunzia heshima au ni mambo ya binafsi sana. Unajua wakati mwingine kutomwambia mtu kwamba unadanganya wakati anajua kabisa yeye anadanganya na anakupumbaza wewe, na wewe unakubali. Unajua ukinyamazia ukweli unapumbazika na uongo, unaingia chaka. Na ulimwengu wa sasa hivi una shida, si kwa sababu ya watu wanasema uongo, ila kwa sababu watu wameficha upanga wa ukweli alani mwao, kwenye mapaja yao. Hawautumii. Tunahitaji wasema kweli wangapi bungeni? Tunahitaji wasema kweli wangapi kwenye familia zetu? Tunahitaji wasema kweli wangapi kwenye mabaraza, kwenye makanisa? Wengi sana. Ufalme wa giza ungekimbia kiasi gani? Watu wanajifichia kwenye ukimya wa wasema kweli. Ukimya. Nakataa kwa jina la Yesu. Ndugu yangu, nakataa. Unakubali kudanganywa au kunyamazia uongo? Bwana tubariki sana. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya upanga wa silaha yenye nguvu sana, inaogopwa na waongo. Na ndio maana wanatutishia, nyamaza, nyamaza. Kama unajua siri yako, nyamaza. Leo hii Baba, tunakataa kwa jina la Yesu kunyamaza. Shetani ni muongo, mawakala wake ni waongo. Wewe ndio kweli. Tupatie kujua kweli hii. Bariki na mwenzetu ambaye anaifahamu kweli lakini anaitetemekea kuitamka. Baba, kampatie ujasiri akiwa katika familia yake, akiwa kazini, akiwa kanisani, akiwa popote pale, ili ufalme wa giza ukimbie na ufalme wa nuru ukatawale, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amina. Amina. Asante ndugu mtazamaji, tumefikia leo tamati. Silaha yenye nguvu zaidi. Kesho Jumatatu tunaangalia maandiko, mamlaka. Mimi ni Andrew Rubinza na mimi ni Enos Makalindile. Hapa ni Dar es Salaam. Karibu sana siku ya kesho. Amen.